Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao hawajabahatika kwa Waislamu, leo katika mada yetu na maudhui yetu ya leo inazungumza, fanya mambo matatu haya kwa wazazi wako kabla kuanza au kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fanya mambo matatu haya kwa wazazi wako kabla kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni vyema ndugu yangu katika imani ukalielewa darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili mradi tuingie katika siamu hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameturidhia, ili ibada zetu basi zisiwe na vipingamizi na moja kwa moja ziende katika ile somo makbul. Kuna mambo kadhaa ambayo Muislamu atakiwa yafanye haya kabla hata kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, hususan kwa wazazi wako. Jambo la kwanza, nisikilize kwa makini sana kuhusu jambo la kwanza hili, na usije ukalipuuza hata siku moja. Ni la msingi sana. La kwanza, hakikisha una mahusiano gani kati yako wewe na wazazi wako. Inawezekana unaingia katika Ramadhani lakini hauna mahusiano mazuri baina yako wewe na wazazi. Huu mtihani. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Amehukumu Mola wako ya kwamba hasiabudiwe yeyote hapa duniani ila yeye, na Mwenyezi Mungu akaunganisha ibada yake yeye na wazazi kwa kusema kwamba wazazi wawili hawa wafanyiwe wema. Kwa maana hiyo, hakikisha kwamba mzazi wako yuko radhi kabla hujaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ridha Allah ridha alwalidaini, kwamba radhi za Mwenyezi Mungu ziko pamoja na radhi za wazazi wawili. Ina maana hasira za Mwenyezi Mungu ziko pamoja na hasira za wazazi wawili. Kwa jambo la mwanzo, kabla hujaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakikisha una mahusiano mazuri baina yako wewe na wazazi wako. Hili ni jambo la kwanza la kuzingatia na ulifanye kabla kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la pili la kulifanya katika kipindi hiki kwa wazazi wako ni kuwafanyia dua, kuwaombea dua. Wafanyie dua wazazi wako, aidha wako hai au wamefariki, na kama wamefariki itakuwa ni haula zaidi kuwafanyia dua. Kuwafanyia dua ni bora sana. Ndio maana hata katika vipindi vile vya swala vile tunavyoswali, tukisoma ile suratul Fatiha, kuna sehemu kule mwishoni kabisa kwenye wala dhalin, kabla kuitikia amin, wa tunasema rabbi ghfirli wali walidayya, kwamba Mwenyezi Mungu nisamehe mimi na wazazi wangu wawili, warhamuhuma kama rabbayani saghira, na warehemu hao kama walivyonilia mimi nikiwa mdogo. Kwa hiyo jambo la pili, wafanyie dua, na kama itakuwa umetangulia mbele ya haki, basi uwaombee msamaha, uwaombee maghfira wazazi wako. Haya ni mambo ambayo Muislamu unatakiwa yafanye kabla hata kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ukiingia katika hali kama hiyo, basi utakuwa umeingia katika hali nzuri sana, kulikoni unaingia katika Ramadhani una magomvi na wazazi, una chuki nao, hawana furaha na wewe, na kwa kidogo pana mtihani hapo. Kwa hiyo jambo la pili ambalo wewe utalifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi kabla ya kuingia katika Ramadhani, ni kuwafanyia dua wale wazazi wako, na kama wako hai utawafanyia, na kama umetangulia basi utawaombea maghfira kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni jambo la pili utalifanya wewe, kuwafanyia wazazi wako. Yazingatie haya sana. Ndio maana hata Mtume anasema idha mata bun adam inqata amaluhu, binadamu akifa basi mambo yake yote yanakuwa yamekatika, illa min thalathi, isipokuwa kama kaacha mambo matatu haya. La kwanza ni sadaqatun jalia, sadaka yenye kuendelea.
La pili, au ilmu yuntafau bihi, au elimu yenye kuwapatia watu manufaa. Na jambo la tatu, au waladi salihi, au kama kaacha mtoto mwema ambaye atakawaombea wazazi wake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jambo la pili, basi waombee dua hao wazazi. Jambo la tatu, kuwasaidia, kuwafanyia ihsani wake, kuwasaidia kifedha, kuwasaidia chakula, kuwasaidia nini. Ikiingia Ramadhani kama hivi, basi lazima ukumbuke mimi nina wazazi na wazazi wako wanastahili kusaidiwa, na hakuna msaidiaji, basi ni wewe mtoto wao. Jitoe, nenda kawasaidia wazazi wako kabla hata kuingia kufunga Ramadhani. Kitendo cha wewe kuwapa chakula wazazi wako wanafurahi, na wallahi lazima wanakuweka katika mioyo yao, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia hata mambo yako wewe kuwa mepesi, hata yale mazito yako yale, basi Mwenyezi Mungu anayafanya kwa mepesi, kwa sababu ridha Allah ridha alwalidain, kwamba radhi za Mwenyezi Mungu ziko pamoja na radhi za wazazi wako wawili. Kwa hiyo hao wakiridhia, inakuwa ni vizuri sana kwa wazazi wako hao. Kwa hiyo kwenda kuwafanyia jambo kama hilo, kwa hiyo kuwasaidia. Lakini hii kuwasaidia utaambatanisha na kitu hapo hapo, utaambatanisha na kitu, mfano umewapelekea chakula labda ukapelekea hiki, lakini vile vile usisahau kuwatolea sadaka wazazi wako. Usisahau kuwatolea sadaka wazazi wako. Pengine wao hawana uwezo tena, pengine wewe hali zao zimekuwa dhaifu hali, au pengine umetangulia mbele ya haki. Aidha wazazi wako wote wawili ama mmoja katangulia mbele ya haki, basi usisahau katika kipindi hiki cha Ramadhani kuwatolea sadaka wazazi wako. Kaangalia kuna sehemu kuna wajane wawili watatu, uwezo wa iftari hawana, ukasaidia iftari. Kaangalia sehemu kuna mayatima, ukapeleka iftari, ukasaidia wale ambao usiojiweza, lakini ukafanya kwa niaba ya mzazi wako, itakuwa ni bora sana. Kwa hiyo haya ni mambo Muislamu yaendee kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na jambo la mwisho la kumalizia hapo, ndugu yangu katika imani, kuna kitu nataka nikuelekeze, jambo la kisunna ile ambalo watu wengi tumeliacha na wala hatuna mpango nalo. Mwezi Ramadhani Muislamu unapouona muandamo ule, basi kuna dua ambayo katuelekeza Mtume tuisome. Utasoma Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam rabbuna wa rabbuka Allah. Narudia tena, ukiuona mwezi muandamo soma dua hii, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wa salamati wal islam rabbuna wa rabbuka Allah. Hii ni sunna ambaye ameifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi vile vile tumefardhishwa, tumesuniwa kuifanya sunna kama hii. Pindi Muislamu unapoona mwezi, basi kusoma dua kama hii, kuonyesha furaha, kuonyesha unaikaribisha Ramadhani kwa bashasha, hali ya kuwa unaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.